Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, kuzungumza zaidi kuhusiana na haya yaliyojiri. Karibu Rahbi. Shukran. Na tufahamu kile ambacho kinaendelea kati ya Iran na Israel. Nadhani tulizungumza siku ya kwanza ilikuwa ya mashambulizi Ijumaa. Naona vurugu zimeendelea Jumamosi, Jumapili na alfajiri ya leo pia kumekuwa na mashambulizi makali sana ambayo yamefanywa na Irani kuanzia usiku wa saa 6 mpaka alfajiri kati ya miji ya Haifa, Tel Aviv, Bat Yam na miji mingine ya Israeli. Vita imegeuka katika pande mbili. Mchana imekuwa ni uwanja wa Israeli kufanya anachokifanya ndani ya Iran, akishambulia maeneo mengi, na usiku imekuwa ni zamu ya Iran kuonyesha sasa naye uwezo wake wa mashambulizi na hasara ambazo zimekuwa zikitokea. Tayari kuna vifo kadhaa vimeripotiwa katika sehemu zote, huko Iran ikitaja vifo vingi zaidi ya watu karibu 224 ambayo taarifa, na majeruhi wengi. Israeli ikijaribu kubalance namba na kuonyesha kuwa sio athari kubwa zaidi ya watu, lakini hilo linawezekana kwa sababu ya raia wa Israeli wenyewe wanajihifadhi zaidi chini ya ardhi. Sasa jana kulikuwa kuna shida moja tu kuwa shelter zile za baadhi ya maeneo zilikata umeme baada ya Irani kupiga kwenye kinu kinachozalisha umeme cha Haifa, na gridi kubwa ikakata. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ya Israeli yalikosa umeme. Sasa hiyo ni hatari kwa eneo kama hilo na watu ambao wanakuwa chini kwa sababu ya aina ya mazingira ya nchi, na unajua Mashariki ya Kati ni eneo lenye joto kali. Hapa joto linaweza likafika juu ya 40 na kitu. Sasa unaweza ukastahimili kukaa chini pale kunapokuwa na power ambayo inaweza ikapoza vitu, lakini kama kutakuwa hakuna umeme huwezi kukaa tena kule chini, itabidi utoke juu. Vyote kwa yote kuwa vita inaendelea na bado haijawa na ya kuonyesha kama kuna mwanga wa kuimaliza hivi karibuni. Kama hiyo taarifa ulisoma, Abbas Araghchi anasema kuwa sisi tumeshambuliwa na bado tunaendelea kushambuliwa. Kwa hiyo wanapozungumza kingine kuwa aliyetushambulia atapoacha na sisi tutaacha, lakini kadri anavyogusa na sisi kwake tutapagusa. Umetueleza kwamba idadi ya vifo vimeongezeka na baadhi ya wakazi wa Tehran wenyewe wamekuwa wakijaribu kuondoka katika mji huo, japokuwa imeonekana pia kuwa na ugumu katika kutekeleza hilo. Na mbali na hilo, kwa upande wake Trump yenyewe amekataa mpango wa Israel ambao ulikuwa unataka kumua kiongozi huyu Ayatollah Khamenei. Ni taarifa ambayo ilitoka jana kuwa Israeli iliomba kwa Marekani kuwa kama inaweza kamua Khamenei, na Marekani ikakataa. Ni kwa sababu wanafahamu nini kitakuja kutokea baada ya hapo, kuwa inaweza ikazuka mzozo kamili, yani vita kamili itazuka hapo. Na kwa nini Israel waombe hilo kwa Marekani? Hawezi kufanya chochote Israel bila Marekani. Vita yote yanayoongoza chini ya control ya Marekani, kwa sababu ndege anazotumia ni F-35, F-16, F-35S, zote ni mali ya Marekani na ambazo zinaratibiwa kwa Marekani, au unaweza kusema kwa Marekani ndio mpangaji. Taarifa kama hilo ndilo basi ni kwamba Marekani ilikuwa imehusika tangu mwanzo walivyoanza kwa Iran, sio? Ukisikia kauli ya Mark Rubio, kauli ya kwanza baada ya haya mashambulizi ya awali, alisema Marekani haihusiki. Posti za Trump zilivyokuja kwenye mtandao wa Truth zikathibitisha kuwa Marekani ilikuwa imeshiriki. Waziri wa mambo ya nje alisema kuwa Marekani haihusiki, lakini Trump alivyokuja kuanza kuposti akathibitisha kuwa alikuwa na taarifa, alikuwa anajua, tuliplani. Interview ya jana aliyofanya Netanyahu na Fox News alithibitisha kuwa tulimpa taarifa Marekani na tulikuwa tukiwasiliana na Marekani moja kwa moja. Lakini taarifa za uchunguzi zilizoonyesha kuwa wiki moja kabla ya haya mashambulizi Marekani alikuwa amepeleka makombora 300 ambayo ndio Israel anayatumia hivi sasa, ambayo ni makombora maalum ambayo yanaweza yakaathiri mifumo ya nyuklia 300. Lakini wakati huo vyombo vya habari pia vimetoa taarifa kuwa maandalizi ya mashambulizi ambayo yanafanywa na ndege za F-35 ni ndege maalumu ambazo Marekani na Israeli waliziandaa kwa muda mrefu. Yani ni tofauti na ndege zingine, kwa sababu kwa uwezo wa F-35 ili ipae kwenda kwenye anga ya Iraq na iweze kurudi, lazima ilikuwa inahitaji ipate kuongezwa mafuta. Lakini walizibadilisha zile ndege ili ziweze kuweka mafuta ya kutosha, ziweze kutoka Israeli kwenda kushambulia na kurudi. Huu ni mpango wa Marekani na Israeli kwa pamoja. Pia umekanushwa na Netanyahu kwamba hawakuwa na mpango kama huo.
Netanyahu kuanzia mwanzo alishakiri hilo kuwa, kumbuka wakati alikwenda mwezi wa tatu alivyoenda kukutana na Donald Trump pale White House kwenye ofisi ya Oval. Wakati Trump anamwambia Netanyahu kwa mara ya kwanza kuwa tutaanzisha mazungumzo na Iran kuhusu nyuklia, ilikuwa ni kama shock, lakini baada ya pale vyombo vya habari vya Israel vikasema kuwa vimestushwa na hilo jambo, kwa sababu vyenyewe viliamini kuwa mpango wa kuishambulia Iran ulikuwa kati ya Marekani na Israel ambao uliandaliwa mwezi wa tano. Kwa nini Marekani imezuia kuwa hili lisitokee? Manake kuwa walikuwa wameplani muda mrefu kwa pamoja. Na sasa ni kitu ambacho kinatarajiwa kuchukua wiki. Leo ni siku ya 4 tu, lakini matarajio zaidi kutokana na taarifa mbalimbali ama ripoti zinazotoka ni huenda bado tukashuhudia hili wiki zijazo. Unajua kama alivyosema Abbas Araghchi, Irani wanasema tunatumia kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kinakuruhusu kujilinda dhidi ya. Sasa Irani ameshambuliwa. Kwa hiyo anatumia kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao kinamruhusu kujilinda dhidi ya uchokozi wa kutokea kwingine. Kwa hiyo yule aliyeanzisha ndio mwenye uamuzi kuwa ninaacha au naendelea. Lakini kama utaendelea, wenzako sio dhaifu kiasi hicho, watakuja kwako, na ndio matokeo yake tunayaona hayo kuwa mifumo mingi ya ulinzi wa anga. Nadhani mjadala mkubwa ndani ya Israeli na wachambuzi wengi wa Israeli uwezo wa mfumo ya ulinzi wa anga ya Israeli, ambayo ndani yake kuna mifumo miwili ya Marekani, Patriot na THAAD, lakini Israeli ana mifumo 3 au 4, Iron Dome, ana Arrow 3, ana David Sling, mifumo yote ya Israeli. Sasa mjadala mkubwa umekuwa, mfano nitakwambia kuwa kuna shambulizi ambalo Irani alilifanya muda wa saa 1 jioni jana. Alitumia makombora 28 tu kupiga Haifa na Tel Aviv, na katika hayo makombora yanapenya katika ambayo yalikwenda kupiga. Sasa huo ndio mjadala ulikuwa mkubwa ndani ya Israeli, kuwa kwa sababu mara nyingi Irani hutumia makombora mengi, labda 180. Kwa hiyo unasema kwa labda mifumo inazidiwa, lakini wanauliza kwa nini Irani ametumia makombora machache na bado ameweza kupiga. Kwa hiyo swali limekuwa ni kubwa kuwa, je, teknolojia gani ambayo Irani wanaitumia ya kukwepa mifumo ya ulinzi ambayo ni bora kabisa duniani? Na hapo unaona kuwa ile unaiona inatua ndani ya Israel, lakini nje ya bahari ya Mediterranean bado kuna ndege za Uingereza zinafanya kazi kutokea Cyprus. Kuna mifumo ya ulinzi ya Ufaransa ambayo iko Jordan, ambayo mara kadhaa imekuwa ikipangua makombora, inakutana na mifumo ya Marekani. Sasa ndio wanapojiuliza kuwa hii teknolojia ya Irani na uwezo mkubwa wa makombora ya Irani unawezaje kupenya kwenye mifumo? Mjadala mkubwa ndani ya Israeli ni uwezo wa mifumo yao. Je, ni halisi au kile ambacho walikiamini kilikuwa sio halisi? Awali nimegusia kwamba baadhi ya wakazi wa Tehran wamejaribu kuondoka na kumeshuhudiwa msururu wa foleni katika vituo vya kujazia mafuta kutoka nje, ambapo mafuta pia yamepanda bei kwa kiasi kikubwa. Kumekuwa na msururu mrefu sana wa wakazi wa Tehran. Tehran ni jiji kubwa lenye mamilioni ya watu. Kwa hiyo watu wanaamua kuona kuwa target kubwa ya mashambulizi ambayo Israeli anafanya, amekuwa akilenga Tehran, akilenga miji kama Esfahan, akilenga kule Tabriz na maeneo mengine ambayo amekuwa akilenga. Unajua Tehran bado ni capital. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni ya serikali, vifaa vingi vya serikali viko pale, ofisi nyingi za serikali. Kwa hiyo Israeli analenga baadhi ya hayo vitu. Kwa hiyo watu wengi wa Tehran wanaona kuwa tuepushe hili, tusogee pembeni. Kwa hiyo ndio maana kulikuwa na msafara mkubwa zaidi wa magari yanaonekana, na watu wakilalamikia kuwa manake ile foleni ya mafuta imekuwa kubwa. Halafu ukiangalia kuwa Israeli juzi usiku alishambulia ghala ya mafuta ya Tehran ambayo inahifadhi mafuta, na alishambulia. Kwa hiyo kumekuwa na hilo tatizo, lakini nadhani wana uwezo wa kulitatua. Sidhani kama nchi inaweza ikaishiwa mafuta kwa kiasi hicho, wakati wao ni wazalishaji wakubwa wa mafuta na mafuta yao mengi yanatumika ndani kwao. Mbali na hilo, viongozi wa G7 pia wanashiriki mkutano na kujadili kuhusiana na mvutano Mashariki ya Kati, na wanatarajia pia kuangazia hata vita ya Ukraine. Unadhani mikutano hii imekuwa endelevu, tumeshuhudia kwa kiasi kikubwa, lakini bado ni vigumu kuona matokeo ya moja kwa moja ambayo yanatokana na mikutano hii? Unajua kila kitu naweza nikasema kila kitu kina utaratibu wake. Kama kutokuwa kuna ugomvi wa familia, tuseme kuna ugomvi wa familia, au tuseme kuna ugomvi kati ya mume na mke, halafu wanaoenda kujadili ugomvi ni watu wa upande mmoja, unadhani wanaweza wakaweka haki yoyote katika ugomvi? Wanaweza wakatoa suluhu ya kitu hicho? Sio rahisi kusema kuwa
hawa ndugu wa mume, hawa ndugu wa mke, lakini ndugu wa mume wote ndio wapo kwenye kesi, yani wote ndio, lakini upande wa pili hakuna mtu. Unapozungumza G7 unazungumza kuwa pro Israel, yani wanachama wote, yani hawa wa G7 wote ni wafuasi wa Israeli na wote wanatetea Israeli. Na hata ukisikia mkutano, maana mkutano ulianza jana, ukisikia matamko ya kwanza yote ni yanahusu kuilinda Israeli, kuiwajibisha Irani. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa hata ile picha ya kimataifa kuwa hili ni jukwaa ambalo linaweza likatoa matatizo ya dunia inaondoka moja kwa moja, kwa sababu tatizo la G7 na tatizo la G20 lilianza kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraini. Haya majukwaa kikawaida sio majukwaa ya kisiasa, ni majukwaa ya kiuchumi, kuweka uchumi dunia na vitu kama hivyo. Lakini tangu vita ya Urusi na Ukraini, haya majukwaa yote yamegeuka kwa majukwaa ya kisiasa. Walitaka kuvunja mkutano uliofanyika Brazil mwaka juzi. Kwa sababu gani? Walitaka Brazil ilani kile ambacho Urusi anakifanya. Akawaambia hili jukwaa sio jukwaa la kisiasa, hili ni jukwaa la kiuchumi. Walivyokuja wote kwenye mkutano wa G20. Sasa hii hali imeendelea kuonekana kuwa majukwaa ya G7 na G20 ni majukwaa ya kisiasa ambao magharibi wanataka watumie kwa faida yao. Kwa sababu hivi sasa ukiwaangalia na ukisikiliza interview ya Netanyahu kuwa jana, kama wanaona kama vile Israel is victim kwenye hili swala, yani kwa yeye ndio muathirika. Na nilikuwa naangalia posti moja ambayo ilipostiwa na shirika la Marekani la IPAC, ambalo ni shirika la kizayuni ambalo ndio linawafadhili wanasiasa wengi wa Marekani. Limetoa video moja ambayo inaonekana yale makombora ya Irani yanashuka ndani ya Israeli, huku inaandika kuwa Iran inaendelea kuishambulia Israeli katika lengo lake la kuiangamiza kabisa hili taifa la Wayahudi lisiwepo. Kwa hiyo ukisoma ile posti ni kama vile kuwa, kwa sababu IPAC anawafadhili wanasiasa wa Marekani, ni kama vile anatuma ujumbe kwa wanasiasa wa Marekani kuwa mbona hamchukui hatua kutusaidia, yani kuwa wao ni victim, yani kuwa sisi ni waathirika, yani sio waliokianzisha. Sasa ukirudi nyuma kuwa nani kaanzisha? Wao ndio wameanza kuishambulia Iran, lakini hivi sasa wao wanaonekana wao ndio waathirika. Ukisikiza interview ya Netanyahu ni kama yeye mwokozi wa magharibi. Jana anachokizungumza kuwa yeye analinda ustaarabu wa magharibi. Kwa hiyo ni lazima watu wa magharibi wamuunge mkono, kwa sababu yeye anawasaidia dhidi ya Iran, kuwa Iran asije akawadhuru. Kwa hiyo ndio maana unaona mkutano wa G7 na yeye umebeba nadharia ile ya kuona kama kuwa tunapaswa kumsaidia Israel. Ni kitu ambacho hawawezi kutatua matatizo ya dunia. Matatizo hayawezi kutatuliwa kwa double standard. Matatizo yatatuliwe kwa utaratibu na sheria zilizowekwa. Kuwa hii asifanye huyu na wote tusifanye, hii afanye hii wote tufanye, lakini huyu anaweza kufanya, huyu hafanyi, hamwezi mkatatua matatizo. Kwa ugumu wa kupata suluhu kutokana na mikutano hii na majukwaa kama haya ya G7 inaweza ikashindikana. Sio rahisi kupata kwa hili, kwa sababu ni jukwaa la upande mmoja na Irani hana backup ya nyuma ambayo inamsaidia kwenye masuala ya kidiplomasia. Kwa upande wa Uholanzi tumeshuhudia maandamano yakifanyika na watu mbalimbali ama maelfu ya watu kama inavyoelezwa katika ripoti mbalimbali wamevalia mavazi mekundu wakiandamana kule Uholanzi. Uholanzi mwaka jana mahakama kuu ya Uholanzi ilipiga marufuku usafirishaji wa silaha kwa Israeli. Na wengi wa Uholanzi ambao wao wanaamini kuwa wao ni kama alama ya haki duniani, kwa sababu mahakama mbili kubwa duniani ziko kwao. Mahakama ya ICJ na mahakama ya ICC zote ziko Uholanzi. Sasa taarifa iliyotolewa mwezi uliopita, taarifa ambayo ilipekuliwa na vyanzo na taarifa iliyotolewa na Israeli ikaonyesha kuwa Uholanzi bado ilikuwa ikituma silaha kwa Israeli. Bado ilikuwa ikituma vipuri vya ndege za F-35 kwa Israeli. Sasa ndani ya Uholanzi ni kama vile Waholanzi wamehisi kama serikali yao imewasaliti au iliwaongopea, kuwa imekata usaidizi wa kutuma silaha kwa Israeli. Upande wa pili kumbe inatuma. Yani kilichotokea Uholanzi ni kadhia ile ambayo imetokea Uingereza. Baada ya serikali ya Uingereza kutangaza kuwa tumekata usafirishaji wa silaha, lakini taarifa ilivyokuja kuonekana kuwa Uingereza bado inapeleka silaha kwa Israeli kwa kiwango cha hali ya juu, ndio kikazua maandamano makubwa sana. Na hiki kinachotokea Uholanzi ni hilo kuwa raia wa Uholanzi wanahisi serikali yao imewasaliti kwa kuwadanganya, lakini taarifa iliyoonyeshwa imeonyesha vingine. Rahbi, shukran sana. Tunakamilisha hivyo kwa sasa, lakini tutaendelea pia kujadili kuhusiana na masuala haya mbalimbali ya kimataifa. Shukran sana. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukikamilisha hivyo kwa sasa.